Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Mimi ni mzee Mikidadi Khalfani, mlezi wa wanafunzi wa Kiislamu hapa mashuleni. Mimi ndiye ambaye mwandalizi wa dua hii ambayo imefanyika hapa Masjid ya Changuru kwa ajili ya kuwaombea wanafunzi wetu ambao ni watoto wetu kwa ajili ya kuhitimu kidato cha pili na kidato cha 4. Na kila mwaka huwa naandaa dua hii. Nina miaka karibu 10 ambayo naandaa dua hii ya kuwaombea watoto wetu kuanzia mwaka 2011 mpaka leo naandaa hivyo. Lakini madhumuni ya leo ni kuombea hawa watoto wetu pamoja na kuiombea nchi yetu amani, kama tunavyoona ilivyo sasa hivi, lakini siku zote huwa tunaiombea nchi yetu amani. Halafu lingine ni kuwaelekeza watoto wetu wafanye nini wakati wa kufanya mtihani au baada ya kufanya mtihani. Wameelekezwa na viongozi wengine ambao wamezungumzia nini wafanye baada ya kumaliza masomo yao ya kidato cha pili na kidato cha 4. Hayo yamezungumziwa. Haya, asante, shukrani. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Majina naitwa Nurdin Osman Salim, ni mwakilishi wa taasisi ya mfuko wa elimu na ufadhili wa Tanzania Education Agency. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kuwezesha kufanya dua hii, dua ambayo ni ya kuombea wanafunzi wetu wa kidato cha 4 na kidato cha pili katika mitihani yao hii ambao wanatarajia kufanya kesho siku ya Jumatatu tarehe 10. Na sisi kama wadau wa elimu tunaombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuwasapoti pale ambapo inahitajika ili waweze kufanya vizuri na wawe na maisha mazuri. Lakini pia tunaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafungulie vichwa vyao, awape ufahamu wa kuweza kuyafahamu yale ambayo wameyasoma katika kipindi chote ambacho walichokuwa wakisoma mashuleni, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape wepesi wa kuelewa mitihani jinsi inavyokuwa na maswali namna yanavyokuja ili waweze kufanya vizuri. Lakini pia tunaiombea nchi yetu idumishe amani na utulivu, kwani bila amani yote hayo hayawezi kufanyika. Amani ndio fungu kubwa katika nchi yetu hii. Kwa hivyo tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awajalie wananchi wote wa nchi yetu ya Tanzania, awape busara na hekima ya kuelewa umuhimu wa amani, lakini pia ajalie viongozi wetu wawe na busara, wawe na hekima wa kuweza kufahamu nini umuhimu wa amani, kwani bila amani yote haya hayawezi kufanyika. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina naitwa Abdulmalik Isa Mkigawe, natokea shule ya sekondari Kiza. Leo nashukuru Mwenyezi Mungu tumefanyiwa jambo letu hili na washehe wetu ya dua kuelekea mitihani yetu ya form 4 na form 2. Tunashukuru sana kwa hilo. Pia tumefanya dua kwa ajili ya kupata amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi tuweze kuwa na amani katika nchi yetu inshallah. Tunashukuru kwa hilo na tunamuomba Mwenyezi Mungu twende kufaulu mitihani yetu wote wanafunzi wa kidato cha pili na form 4 kwa uwezo wake hapo. Naam, shukrani sana. Kama ulikaa vibaya, sasa kaa vizuri ili tuingie kwenye dua. Na je, mnaoaga mnakuja kwenye madua alafu hamfiki, moyo wa kweli ndio mnaharibu sasa vizazi. Kiaga kuja kwenye dua, njoo kwenye dua, umemaliza dua nenda nyumbani, mama akuamini. Sio dua hapa tunamaliza saa 7 kasoro, wewe nyumbani unafika saa 12 kasoro. Unaambia mama dua lilikuwa refu. Samahani sana. Dua hilo sisi hatujalisoma.
Tumemaliza kusikiliza kijana wetu. Hivi sasa tumkaribishe Sheikh wa Tasia ili naye aje kuongea na nyinyi, baada ya hapo tuingie kwenye sura. Kwa hiyo hali mkaribisha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Awwalan nuhyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatul mubarakah, tahiyyatul ahlil jannah, wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil qail fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma huu kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama nilivyokwisha tambulishwa, kwanza jina langu ni Nuruddin Ibn Uthman Musayo, lakini pia natokea katika taasisi maarufu inayoitwa Tanzania Education Support Alliance, taasisi ambayo inahusika na masuala ya kielimu. Lakini kabla sijazungumzia taasisi, nataka kwanza kuzungumzie hapa jambo ambalo limetuleta sisi sote hapa. Ni wanafunzi, tunajifunza, na kama tunajifunza, yatupaswa kufahamu kwa nini tunasoma. Ukishafahamu kwa nini unasoma, utajua nafasi yako. Na ndio maana mashuleni huwa tunatofautiana, kwa sababu kuna ambao wanafahamu wanasoma kwa lengo gani, na kuna wengine wanasoma kwa sababu wameambiwa wasome. Lakini jambo ambalo tunatakiwa kulifahamu, elimu ndio msingi wa mambo yote. Leo tukijiuliza hapa, nani anafahamu kwa nini uko duniani? Unafahamu? Yaani kwa nini Allah amekuumba? Nani anafahamu ya nini? Hakuna. Nataka kushirikiane ili mwelewe kitu gani nakikusudia baadaye. Nani anafahamu kwa nini kaumbwa? Au kwa nini usiumbwe mbuzi? Kwa nini usiumbwe ng'ombe? Ama mnyama yeyote ukaumbwa mwanadamu? Nani anafahamu? Ama tuko. Sasa kama ukiwa pia hujui kwa nini umeumbwa, maana yake nafasi yako pia uweze kuelewa. Maana yake uweze kufahamu kwa nini uko duniani. Haya, nani anafahamu na kujua? Form 2 ndio Form 4. Haya, nani anafahamu kwa nini anasoma? Nani anafahamu kwa nini anasoma? Tunajua au ni tumechoka sana? Tunafahamu.
Kwa nini unasoma? Hamna hata mmoja anajua. Eti shekhe, kwa nini unakuja kusoma? Kwa nini unakuja kusoma? Yaani leo kwa nini unakuja kusoma kwa hapa? Unajua shekhe? Ni ufaulu. Kaja kusoma dua, ombe Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie wepesi katika mitihani yake, afanye vizuri. Haya, ukishafanya vizuri na kuaje ni faulu. Nani anajua? Nazungumza hivi ili tusiende kimazoea. Tusiende ukiwa hujui haya, lazima utaenda kimazoea. Utasoma kwa sababu umeambiwa usome, lakini hautosoma kwa sababu ni amri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, thumma ja'alnaka 'ala shari'ati min al-amri fattabi'ha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuwekea sheria, lakini pia ametupa amri, alafu akatoa fi'lu amri akasema fattabi'ha, sifuateni hizo sheria. Allah subhanahu wa ta'ala anataka uswali, kwa hivyo lazima uswali. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anataka ufunge, kwa hivyo lazima ufunge, na usipofunga unapata dhambi, sivyo hivyo? Lakini akasema wala tattabi'i ahwa alladhina la ya'lamun, wala usifuate matamanio ya wale ambao hawajui. Innahu la yughni anka min Allahi shay'a, kwa sababu hao hawakufaa kwa Mwenyezi Mungu jambo lolote. Kwa hivyo kumbe tunatakiwa kuishi katika sheria na taratibu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini tunatakiwa tuishi katika amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na akatutahadharisha akasema msifuate matamanio ya wale ambao hawajui. Na uzuri wa Qur'ani imeweka bayana kila jambo. Kwa hiyo usifuate matamanio ya wale ambao hawajui. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alishamtahadharisha mpaka mtume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimwambia wantadhu anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum, hawakurudia Mayahudi na Manaswara mpaka ufuate mila zao na desturi zao. Na sio kwamba hawakurudia zama zile za Mtume Muhammad peke yake, kuanzia zama zile mpaka siku ya Kiyama hawakurudia mpaka ufuate mila zao na desturi zao. Lakini Allah anawaambia uongofu ni wa Mwenyezi Mungu tu. Yaani kitabu salimike lazima ufuate uongofu wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah anamwambia wala intaba'ata ahwa'ahu ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi waliyan wala nasira. Ukifuata matamanio yao na mienendo yao na tabia zao, jua mbele ya Mwenyezi Mungu hautokuwa na wali wala kunusuru na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukishafahamu haya, maana yake unatakiwa uishi katika misingi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Sasa huwezi ukaishi katika misingi hiyo hali ya kuwa hauna nini? Hauna elimu. Tunaelewana vizuri? Hauwezi ukaishi katika misingi hiyo hali ya kuwa hauna elimu. Kwa hivyo nadhani sasa mtakuwa mnaanza kupata ufahamu kidogo wa hilo somo. Si ndio? Hivi sote hapa tuna swali. Tuna swali, si ndio? Kila mmoja ana swali. Haya, nataka kujua kwa nini tuna swali? Kwa nini tuna swali? Nani anaweza kufahamu? La mwisho. Kwa nini tuna swali? Unaamka asubuhi, unaacha usingizi wako, salatu fajiri, na ndio swala ambayo inaonyesha wababe. Ubabe sio kumpiga mtu. Ubabe, mtu mbabe sio yule anayewateza wenzake nguvu, ila mtu mbabe yule anayeacha shuka asubuhi akaenda msikitini kuswali. Huyo ndio babe. Sasa kwa nini tuna swali? Hakuna anayefahamu au kuandaa zawadi kidogo mchangamshaji. Kwa nini tuna swali? Nani anajua? Haya, sikilizani. Allah anasema inna salati tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Kwanza swala ina sifa. Swala inamwepusha mja na mambo machafu na nini? Na mambo maovu. Tafsiri yake ni kwamba ukikana wewe unaswali alafu unafanya mambo machafu na unafanya mambo maovu, lazima swala yako na matatizo. Sawa? Ikiwa unaswali alafu katika swala yako bado unafanya maasi, unamkufuru Allah, unaswali unaiba, unaswali unasengenya, unaswali bado ni mzinifu, jua na tazama swala yako vizuri. Wewe swala yako haijakamilika, lazima ina mapengo. Na mwingine anafanya hivyo kwa kufurahia, anachekelea kile ambacho anakifanya hajakuwa anajua na mkufuru Allah. Sasa kabla sijazungumza sana na kabla sijakaribisha mashehe zangu hapa, kwa sababu pia na mimi mwanafunzi kama nyinyi, niwape faida moja. Niwape faida moja. Kila amali ambayo unatakiwa uifanye hapa duniani au kila ibada, lazima uwe na elimu ya ibada hiyo. Allah anasema wama khalaqul jinni wal insi illa liya'budun, sijawaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo la kufanyaje? Kwa kumbe lengo la kuumbwa sisi ni kufanyaje? Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, si ndio? Sasa namna ya kumwabudu Allah lazima uwe na elimu, lazima uwe na ujuzi. Kila unalolifanya ni ibada, lazima uwe na ujuzi nalo. Ukitaka kuswali lazima ufahamu swala yako ikoje, sharti za swala ni zipi, nguzo za swala ni zipi, lazima ufahamu. Maana kuna msikiti mmoja nilienda kuswali siku moja, nikamkutana na bwana mmoja, tumeshika naye huku. Baada ya kumaliza kutawala, haja ndogo ikambana, akaenda chooni,
alikwenda chuoni akarudi moja kwa moja akaingia msikitini. Sasa baadaye nikamuuliza, vipi shekhe, mbona hujatawadha tena? Nilienda mkojoa tu. Kwa hiyo huyu hata udhu wake haujui. Sawa, udhu wake haujui na hajui udhu unaharibikaje, hajui swala inabatilika namna gani, hajui sharti za swala zipoje, hajui hukumu za swala zimekaaje. Niwape tu mfano mdogo, hilo ndio muhimu wa kusoma. Mfano mdogo, swala haikamiliki mpaka wewe umekamilisha sharti na nguzo. Kama nitakuwa nimekosea, mtajielekeza wale. Swala haikamiliki mpaka ukamilishe sharti na nini? Na nguzo. Tunaelewana vizuri? Na nguzo za swala kwa kukizielezea kwa upana zinafika takriban kama 17 hivi. Nguzo za swala pekee yake. Na sharti za swala zenyewe zipo kama 7. Kuna vitabu vingine vimeelezea mpaka 10. Sharti za maana yake ni kwamba ukiharibu sharti moja na sharti zenyewe sifa yake, utofauti wa sharti na nguzo ni nini? Sharti huwa zinapatikana nje ya swala. Yaani kabla hujaingia hujasema Allahu Akbar, lazima umekamilisha sharti zote za swala na unaingia unasema Allahu. Alafu nguzo za swala zenyewe zipo ndani ya swala. Sawa? Na kila jambo lina sharti. Ngoja niwape mfano wa sharti na nguzo. Umeona gari? Si mnafahamu gari lilivyo? Pia gari lina sharti na nguzo. Sawa? Gari lina sharti na sharti za gari ni zipi? Gari lazima, jambo la kwanza, kuwe na barabara. Gari haiwezi kutembea sehemu ambayo kuna barabara, si ndio? Gari litakuwepo, lakini barabara kama hamna, basi hilo gari haliwezi kufanyaje? Tembea. Lakini barabara na gari havihusiani, si ndio? Jambo la pili, lazima uweke nini? Mafuta. Utaenda sheli. Sheli iko kivyake na gari liko sehemu nyingine, lakini utaenda utachukua mafuta utaweka ndani ya gari, utafanyaje? Ndio gari litaenda, si ndio? Lakini pia gari inatumia maji, lazima uchukue maji uweke kwenye gari, alafu ndio gari ifanye safari zake. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo vinapatikana nje ya gari zile ni sharti. Alafu nguzo za gari ndio tunakusudia ule usukani, matai, vitu vyote ambavyo viko ndani ya gari ni nini? Ni nguzo. Kwa hiyo na sharti za swala ni vivyo hivyo. Kuna sharti zinatakiwa zifanyike nje, alafu tuingie katika nguzo za swala. Sasa hizi zote tunatakiwa kuzijua. Sijasema nazifundisha, ila nataka kujua umuhimu wa kusoma. Sawa? Ukiharibu sharti moja, maana yake swala nzima itakuwa imeharibika. Ukiharibu nguzo moja, maana yake swala nzima itakuwa imeharibika. Tuchukulie mfano wa nguzo za swala, miongoni mwazo ni Suratul Fatiha. Suratul Fatiha ni nguzo ya swala. Maana yake ile Suratul Fatiha ukiharibu, swala zima imeharibika. Na hiyo Suratul Fatiha ina taratibu zake namna ya kusoma. Ina tashdidi 14, lazima zote zisikike. Na kila herufi itoke katika makhariji yake. Mimi kuna shekhe mmoja aliniambia, na ile shekhe mtakuja kunirekebisha, sina uhakika zaidi. Aliniambia ghaidi na khair zinaendana. Ghaidi na khair. Kwa hiyo anachokifanya anasema khairil maghdubi, khairi, badala ya kusema ghairil maghdubi alaihim. Sasa mashifu utanirekebisha hapo.
makhariji ya herufi. Lakini katika nguzo hizo za visomo kuna ile takbiratul ihram, Allahu akbar, yani pale unapoingia kwenye swala Allahu akbar, ile nayo ina taratibu zake na sharti zake. Ukikosea swala nzima imeharibika, na zenyewe hazipungui takriban kama 7. Yaani takbiratul ihram namna ya usomaji wake ina sharti kama 7 hivi. Tunaona umuhimu wa kusoma. Kwa hiyo unaweza ukawa umeharibu sharti moja kwenye takbiratul ihram ikawa ni sababu ya wewe kuharibika swala nzima. Maana ukiharibu sharti ya kwenye takbiratul ihram, maana ile takbiratul ihram yote imefanyaje? Imeharibika. Na kama takbiratul ihram imeharibika, swala nzima imefanyaje? Imeharibika, kwa sababu umeharibu nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Tunaelewana vizuri hapa umuhimu wa kusoma. Mwingine anaweza kusema mbona mambo mengi, mbona mambo mazito hivi? Sio mazito. Sasa jambo ambalo nilikuwa nataka niwape faida ni hili. Elimu ni kitu kimoja kizuri sana, lakini elimu na yenyewe ina mfumo wake na taratibu zake na namna ya kusoma. Pia sio kama tunasoma tu. Elimu ina taratibu zake na mfumo wake namna ya kusoma. Wote hapa mnasoma, si ndio? Wangapi wanapenda mathematics? Wachache. Lakini wape siri moja. Kwenye mathematics kuna kitu kinaitwa magazi nyuto, si ndio? Ndio. Magazi nyuto. Ile pale ni formula au hesabu nzima inatumia formula. Sawa? Ukitaka kutafuta moni, ukitaka kutafuta sijui nini, ukitaka sijui kucalculate simultaneous equation, lazima utumie formula. Si ndio? Ndio. Ukikosea ile formula utapata jibu? Hapana. Haya, nimetolea mfano hiyo magazi hiyo kwa sababu wengi tunaifahamu, si ndio? Maana yake ukikutana na hesabu inakutaka ugawanye, uzidishe, ujumlishe, utoe, utaanza kufanyaje? Hesabu inakutaka ugawanye, uzidishe, ujumlishe, utoe. Utaanza kufanyaje? Alafu utafuata nini? Kuzidisha. Alafu utafuata nini? Kujumlisha. Alafu haya, ukianza kutoa utapata jibu sahihi? Hapana. Haya, ukianza kuzidisha utapata jibu sahihi? Hapana. Ulishakuuliza kwa nini? Na kati zote ni mali. Yote si mahesabu. Kwani pale ukichukua ile namba ukitoa pale upate jibu? Ile namba labda unakuta umekuta 8 toa 2. Kwani kuchukua 8 toa 2 upate jibu? Si unapata? Lakini hesabu nzima itakuwa imefanyaje? Imeharibika. Si ndio? Vivyo hivyo kwenye kusoma. Yaani ule ni mfano mzuri sana. Kwenye kusoma kuna mambo pale. Yawezekana ukasoma ukapata elimu nzuri na ukasoma ukapata elimu ili mradi elimu. Tunaelewana vizuri? Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anazungumzia miongoni mwa vitu ambavyo ni amali ambazo zitabaki kwa mja baada ya kufa kwake, alisema ni elimu, lakini kwa kumbe kuna elimu na elimu yenye tunaelewana vizuri? Ni kama ile body mass. Ukijumlisha, ukizidisha, ukikosea ile formula utapata jibu lakini sio sahihi, si ndio? Ndio. Hata elimu ukisoma elimu ndani kusoma utapata elimu, lakini hiyo elimu yako itakuwa na mashaka. Tunaelewana vizuri? Ndio. Takwimu zangu binafsi, tathmini ambazo nimezifanya, wanafunzi wengi wanaanza kuharibika
wanafundishiwa wakiwa sekondari. Alafu wanaharibikiwa zaidi wakiingia elimu ya juu. Na hili kwa sababu tunasoma, hatujui kwa nini tunasoma. Leo kuna watu wamekuja kusoma dua, lakini wengine malengo yao sio kusoma dua. Habari nyingine, yawezekana pia kuna ambao wameomba ruhusa kwa wazazi wao waje kwenye dua, lakini mpaka sasa hivi hawajafika kwenye dua. Innamal a'malu binniyat. Kila amali ni nini? Unaweza ukasoma hapa dua, siombei na sitamani wewe, lakini tukikosea formula ndio inakuwa hivyo. Unaweza ukasoma dua alafu bado ukafeli, ukajiuliza mbona nimetawakali kwa Allah, nilisoma dua ili Mwenyezi Mungu anifanyie mtihani, anisaidie nifanye mtihani, mbona nimefeli? Kumbe tumekosea kwenye formula. Yawezekana ukosea kwenye formula wakati unasoma, au kwenye formula leo mwingine anakuja kuomba, kumbe nia yake sio dua, nia yake nyingine kabisa. Tunaelewana vizuri? Kanuni. Na ndio maana maisha yetu bado magumu, kwa sababu tunafeli kanuni. Kila kitu kina formula yake. Kwa hiyo ukisoma na kwenyewe pia kuna formula zake. Mathalan, napendaga sana kutoa mfano. Wewe kila siku unatoka shule asubuhi, umeambiwa muda wa kuingia darasani ni saa 2 asubuhi, na wewe unatekeleza. Inawezekana ukawa unaingia mpaka saa 1:30, saa 1 unakuwa umekaa katika eneo la shule, na mwingine ameambiwa muda wa darasani ni saa 2 asubuhi, yeye anakuja saa 3 kila siku. Huyu wa saa 1 na huyu wa saa 3, elimu zake zitakuwa sawa? Hapana. Zitakuwa sawa? Hapana. Haya. Shuleni mmepewa kazi na walimu. Wamekuambia andika notes. Ana maana yake andika notes. Wewe hujaandika. Ukasema mimi naandika summary kidogo basi. Au mwalimu amewaambia mfanye kazi fulani, labda mfanyie mfanye usafi darasani. Kwa kiburi chako, kwa sababu ni bwana mkubwa sana, ukategea wenzako ukasema mimi usafi sifanyi. Hivi huyu aliyofanya usafi na huyu ambaye hapendi kufanya usafi, wakiwa darasani wanafundishwa na mwalimu, elimu zao zitakuwa sawa? Kwa nini? Na kuna mwingine anasema mbona yule anafanya usafi lakini darasani mashallah anaongoza. Kuongoza, kuwa wa kwanza, na hii muondoke nayo. Kuwa wa kwanza darasani sio kwamba una elimu. Sisi tunaelewana vizuri? Ni sawa sawa na kusoma Qur'an. Yawezekana umehifadhi juzuu zote 30 kichwani, lakini zisikusaidie chochote kama elimu yako unaitafuta kwa njia ambayo haifai. Kwa hiyo kuwa wa kwanza darasani sio kwamba unaweza ukawa wa kwanza darasani, lakini ukisimama mbele za watu ukaonekana ni mkubwa mwisho kabisa, kwa sababu elimu yako umeitafuta kienyeji. Kwa hiyo ili upate elimu nzuri lazima uitafute kwa unyenyekevu. Hilo ndio muhimu sana. Ili upate elimu nzuri lazima utafute kwa unyenyekevu, kwa adabu, kwa nidhamu, kwa upole kabisa. Na mwisho, kama nilivyozungumza awali, mimi natokea kwenye taasisi ambayo inaitwa Tanzania Education Supporting Agency. Yenyewe inahusika na masuala ya sponsorship. Sponsorship maana yake ni ufadhili wa masomo.
taasisi zetu za kidini mara nyingi huwa hazipendi sana, kwa sababu ni dini, yani sehemu yoyote yenye heri lazima ipate fitna. Kwa hiyo Tanzania Education Supporting Agency yenyewe inahusika na masuala ya sponsorship kwa maana ya ufadhili wa masomo. Sawa, ufadhili wa masomo kwa ngazi tofauti tofauti, kuanzia primary, sekondari, advance na vyuo vya kati. Na nadhani wanapeperushi mlipewa. Hizo ni miongoni mwa shule ambazo taasisi yenyewe iliingia nazo mkataba. Ina maana miongoni mwa sharti kama nilivyosema jambo la sharti zake, miongoni mwa sharti za taasisi, wanafunzi lazima asome kwenye moja ya shule ambazo tuna mkataba nazo, na lazima asome kweli. Yaani ili ufadhiliwe lazima usome kweli. Na hii wameweka hivi pia kwa malengo kuchunga maadili na performance za wanafunzi, lakini pia kuna kasumba moja ya wanafunzi kuingia sekondari na kuacha dini yao. Yaani mwanafunzi akishaingia sekondari kwa bize na masomo ya sekula anaacha dini. Kwa hiyo ili kuepukana na hilo, kuna haja kubwa sana 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 ya sisi vijana wa Kiislamu kusoma katika shule za Kiislamu ili kusimamia na kuzingatia maadili yetu haya ya Kiislamu. Na kwa sababu hiyo taasisi yenyewe ikaona kuna umuhimu, kwa sababu sio kila mmoja hapa anaweza kuingia hata kwenye shule za private. Kwa hiyo taasisi ikaona kuna umuhimu wa kutoa support, kwa maana nguzo kubwa sana, kwa sababu shule zenyewe hizo ada zake zinafika mpaka milioni 2.2, lakini unakuwa tunalipa zile gharama za chakula basi. Yaani unalipia gharama za chakula peke yake. Sawa, unakuwa umesoma shule ya private na shule ya maadili mazuri, lakini pia unakuwa umesoma bodi. Na shule zote ambazo ziko chini ya IDF, kwa maana Islamic Development Foundation, zote tumeingia nazo mkataba. Kwa hiyo unaweza ukachagua, zipo hapa Dar es Salaam, nyingine ziko nje ya Dar es Salaam, iko wapi huko. Ukisema Dar es Salaam kama zipo, kuna Karamaini, Dar es Salaam Islamic, kuna Mogoshi Girls, kuna Kidateni, kuna Yote Islamic, kuna Mbagala Islamic primary, na Temeke pia kuna sekondari na primary, kuna Alliance Academy na nyingine nyingi ambazo ziko mikoani huko. Kwa hiyo mwanafunzi anasoma moja kati ya hizo ili kutunga maadili na tabia nzuri za Kiislamu. Kwa hiyo kwa mzazi ambaye atakuwa anahitaji hapo ni kuboresha na mawasiliano, lakini pia zipo ofisi kuu ambazo zinapatikana Ilala, Kongoni, mtaa wa Manyoni karibia na masjidi kwa Kongoni, kwa msikiti wa Sheikh Abdul Wakati, wale ambao wanafahamu. Kwa hiyo mtu ambaye anahitaji atafika pale, lakini pia kwa wale wenyewe hapa, mimi ni mwenyeji wa hapa, ndio msikiti wangu huu na swali hapa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye atakuwa na swali baadaye, atakuwa anaelewa sehemu yoyote, basi ataniuliza ili apate mwongozo mzuri zaidi. Wa maalimu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ulikaa vibaya, sasa kaa vizuri ili tuingie kwenye dua. Yale yote mzee Mikidadi aliyoyasema mkayafanyie kazi. Buza ndo namba 1, tuliwaona wakipiga makofi na imani wenyewe wanajijua na haleluya walisema, na macho akafumba. Hata mimi mwenyewe shahidi niliwaona, lakini sasa ndo utafanyaje? Na ndo dua ishakuja shuleni, ndo hivyo. Kwa hiyo
muwe makini sana kwenye haya majambo ya mchanganyiko baina ya hizi dini, muwe makini kidogo. Na nyewe mnaoaga mnakuja kwenye madua alafu hamfiki, muwe wa kweli. Ndio mnaharibu sasa vizazi. Kiaga kuja kwenye dua, njoo kwenye dua, umemaliza dua nenda nyumbani, mama akuamini. Sio dua hapa tunamaliza saa 7 kasoro, wewe nyumbani unafika saa 12 kasoro. Unaambia mama dua lilikuwa refu. Samahani sana. Dua hilo sisi hatujalisoma. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, takia amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hapa wanafunzi kila mmoja kwa vizuri, tunaingia katika ibada ya dua, kila mmoja kwa vizuri inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم صدق يا رحمن يا رحيم 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 يا رحمن يا رحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل صدق حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. Kila mmoja anatumia ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ailame kidogo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afaulu katika mtihani inshallah. Weka nia vizuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim. Tumemaliza dua ya kuwaombea nyinyi watoto wetu kidato cha 2 na cha 4. Hiyo ilikuwa dua yenu, lakini sasa tunaingia katika dua ya kuiombea nchi yetu amani,
kutokana na hali ilivyo sasa hivi. Hii ndiyo dua ambayo tunaingia nayo. Tutaanza kwa Qur'ani, nimekishatia Fatiha, sasa tunaanza kwa Qur'ani. Tukishamaliza shekhe ataendelea na dua, ataongoza dua ya kuiombea nchi yetu amani. Sheikh Malilo ambaye ni imamu wa masjidi lila Changulu, inaitwa masjidi lila Changulu. Sasa yeye ataendesha dua hiyo. Tukimaliza atatoa nasaha fulani kuhusiana na nyinyi vijana ambao mnakwenda kufanya mtihani, au atatoa nasaha kuhusiana na dua hii ambayo tunaiomba. وكذبوا بالحق
الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بعد kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehema kipenzi cha umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama kwanza na kuhusiani pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika jambo hili ni kubwa sana, japokuwa katika taswira inaonekana mahudhurio kama machache, lakini jambo lolote linapokusanyika mtu zaidi ya mmoja, tayari maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanakamilika pale aliposema yadullahi ma'al jamaa. Hakika msaada wa Allah uko pamoja na watu walioshikamana, lakini akatuhimiza kwa kusema idha azamta fatawakkal ala Allah. Mja anapoazimia jambo lolote la kheri, basi na alitegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu huyo alisema katika Qur'an, wa idha sa'alaka ibadi anni. Mtume anamwambia, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waja wangu wakikuuliza juu yangu mimi, idha sa'alaka ibadi anni, watakuuliza wewe Muhammad juu yangu mimi, huyu Mwenyezi Mungu yuwapi, uko mbali kiasi gani, tunapotaka kumuomba tumuombe tukiwa katika hali gani, tunyanyue masauti sana, tunongone au tufanye namna gani, tumuombeni. Allah subhanahu wa ta'ala asema, waambie waja wangu, inni karibu, mimi nipo karibu sana na wasipofikiria. Ujibu da'wata da'i, ninajibu dua za wanaoniomba. Idha da'ani, pale wanapokusudia kuniomba, waje wa Allah waamini kwamba mimi nipo karibu nao na nitawajibu pale wanapokuwa wameniomba. Sasa wafanyeje? Falyastajibu li, watarajie, waweke matarajio juu yangu mimi kwamba nitawatengenezea mambo yao. Waliyu'minu bi, na waniamini, la'allahum yashkurun. Uongofu na kutengenekewa mambo yetu kupo kwa ajili ya kutegemea hayo ambayo Mwenyezi Mungu ametuelekeza. Kwa kuchelea juu ya muda, nijitambulishe kwamba naitwa Mzee Msafiri Malilo, ni katibu wa taasisi ya Masjidillah Islamic Center. Nipo hapa mji huu ndani ya tangu mwaka 2004. Muasisi, watoto wala mwasikiliwa chochote juu ya 2004 kama hamna kabisa. Kwa hivyo nimekuja hapa kwa niaba ya uongozi. Tupo hapa kwa ajili ya uongozi kama katibu wa Masjidillah, kama msaidizi wa imamu, kama mtendaji mkuu wa taasisi. Nipo hapa kwa ajili ya kuipa nguvu kazi hii kubwa ambayo tunaifanya kila mwaka. Kituo hiki ni kituo teule, na sisi kwa kuwa tumepita katika marhala hizi za kielimu tangu nikiwa darasa la 3 mwaka 1980 na huko, nimekuwa msimamizi wa mambo haya ya tamsia. Sawa sawa, 80 na wakati huo tukiita tamsa, na hatimaye ilipokuja kwenye mabadiliko makubwa ya tamsia. Story ni ndefu, lakini mjue kwamba tupo katika kazi kubwa sana ya malezi. Nini maana ya malezi kwa haraka haraka? Malezi ni kukuza na kusimamia. Hii ni mada ndefu sana. Mzee Mikidadi kazi yake ndio hii. Huyu ni mlezi, anatukuza vijana na anatusimamia malezi yetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie kwa hii, na sisi tutakuwa ni mbadala wa wenzetu ambao hawakupata fursa kutokana na hali hii ya mtikisiko. Wazazi wamepata hofu, lakini baadhi ya vijana pia wamepata hofu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atajal amnan wa salama fi awtanina ya rabbal alamin. Wajal amnan wa salama fi Tanzania ya rabbal alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Al-Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
أن تجعل كيد من كادانا في نحرهم ومكر من مكرنا عائدا علينا وحفرة من حفرة لنا واقعا فيها ومن نصب لنا شبكة الحدائق اجعل لنا يا سيد المساق إليها مصادر فيها وسر لديها اللهم بحق قافها يا عين سعاد اكفنا عما العدا ولقهم الرضا واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل نقمة في اليوم والغدا اللهم بدل شملهم تسمي اللهم بدل شملهم اللهم بدل شملهم اللهم بدل شملهم اللهم بدل شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم قلل عددهم اللهم قلل عددهم اللهم قلل عددهم اللهم قلل عددهم اللهم قل حدهم اللهم قل حدهم اللهم قل حدهم اللهم قل حدهم اللهم جل دائرة عليهم اللهم جل دائرة عليهم اللهم جل دائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واصبرهم مدد الإمهال وغل عليهم وردهم واجلدهم على قلوبهم ولا قلوب الإمهال اللهم زدهم كل من مسك مسكة من أعدائك أنت سائر بأنفسك يا رسول برحمتك أولئك يا رب العالمين اللهم انصرنا انتصارك لحبابك يا رب العالمين على أعدائك اللهم انصر لنا انتصارك لإخبابك على أعدائك اللهم انصر لنا انتصارك لأحبابك عن أعدائك اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط عليهم بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط عليهم بذنوبنا حامين 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم عين سين كاف حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسباب ولا تجعلنا محل للبلوى اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من نسأل بفضل فضلي نسألك العجل 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 إلهي الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف الضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل التسبيح يونس بن متى نسألك يا الله نسألك يا الله بإصرار أصحاب هذه الدعوات المستجابة أن تتقبل ما به دعوناك وأن تؤتنا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعده لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطعت أعمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤك وحدك إلا فيك إن أبطأت غارة الرجاء وقت العادة فأخبر بشيء منا غارة الله يا غارة الله جلي السير مسرعا في حل يقودتنا يا غارة الله حل يقودتنا ما ورشدت شمل أقوام بنا أثقلوا الله أكبر سيف الله قاتلهم الله أكبر سيف الله قاتلهم الله أكبر سيف الله قاتلهم وكل ما علوم في أمرهم هبطوا يا غارة الله عادت العادون وجاءوا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا عادت العادون وجاءوا ورجونا الله مجيرا وكفى الله وليا وكفى
استجب لنا آمين 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 فقد دائر القوم الدائرين أظلموا والحمد لله رب العالمين سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين 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 فقد دائر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين 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 فقد دائر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ادعوه خوفا وطمعا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أتؤمنون بالإجابة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Naam, alhamdulillah. Niliomba niseme kidogo na muda umekwisha, lakini kwanza niwashukuru uongozi na kamati nzima ya Mzee na timu ya wanachuoni, wasaidizi, waendeshaji. Mwenyezi Mungu atubariki sote pamoja na vijana wetu. Jambo hili limekwisha kuwa dogo sana kwenu mlohudhuria, limekuwa dogo na jepesi mno, muamini na msiamini. Kwa dalili zilizokuwa za khairati tunazozishuhudia, Mwenyezi Mungu amejibu majibu yenu. Mwenyezi Mungu atakwenda kuwaonyesha mtakaposhika ile mitihani, Allah atawapigia wepesi, kila mtakachokiona kitakuwa chepesi inshallah. Shikamaneni sana na imani na dini. Kama ilivyosemwa hapa na mwalimu kwamba watu wengi wanakwenda kuharibika, vijana wengi wanaharibikia katika upande wa O-level. Alafu unapopanda kwenda high school wanakwenda kuharibika zaidi. Ukienda kwenye maisha huria ya vyuo unakuwa na mtihani. Shikeni sana msingi ambao mmewekezewa msingi wa dini, na ndio maana ninyi mnaomba ruhusa majumbani mmefika hapa kwa salama na mmeweza kutekeleza zile ambazo lilikuwa limewahusu. Wapo watu wamedoji, wameingia katika mapolo kwenda kufanya wanayotaka, wakiamini baada ya dhuhuri ndio tunarudi nyumbani, tumetoka kwenye dua wakiwa wamejipamba vizuri. Mwenyezi Mungu awabadilishe. Lakini dua hii tuliyoiomba ni kwa ajili ya kuliombea taifa na kuliombea sisi wenyewe. Insha Allah, sisi ni sehemu ndogo sana katika nchi hii, lakini tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake, maneno yake matukufu tuliyoyataja hapa, atatuonyesha kila nia ya alokusudia kwa ubaya. Manake tumekuwa na pande mbili, ukisimama kwa sawasawa, hawa upande wa pili watakuona una shari, anayesimama kwenye shari wa upande wa sawasawa atakuona mbaya. Tunamwomba Allah alifu baina kulubina, atukusanye nafsi zetu na aharibu nia zilizokuwa ovu. Hawa wanaona wako katika nia mbaya, basi Mwenyezi Mungu azibadilishe ziwe nia njema, na waliopo katika nia njema wawaone wanaoona kwenye nia mbaya, basi wote tusikimame katika nia iliyokuwa sawasawa. Allah atukubalie dua zetu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Swali.